Yes bwana, kama kawaida karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wameionyesha Yanga namna ya kuweza kuifungua TRA, lakini pia wameifundisha Yanga namna ya kuweza kuifunga TRA, na hadi sasa klabu ya Simba inaongoza kwa mabao 3-0, na nadhani hata dakika 90 zinaweza zikamalizika kwa ushindi huu, kwa kuwa Simba wameonyesha kiwango bora kwa kutokea kwenye mchezo huu. Mabao ya Simba yameweza kutiwa kambani na Selemani Mwalimu kwa mkwaju wa penalty baada ya Kibabage kuweza kuchezwa madhambi katika eneo la box, lakini bao la pili limefungwa na Neo Maema akipiga kevu fulani vinoma, na kupitia pia ule urefu wa Nkane ndio ambao ameweza kutumia kama chance ya kuweza kukwamisha mpira kambani moja kwa moja. Bonge moja la free kick na uzoefu pia umeweza kutumika hapo, lakini pia bao la tatu limeweza kufungwa na Kagoma ambaye ameweza kudive kwa kuruka kichwa kisha mpira kuweza kutoa kambani na kuweza kuifanya Simba kuweza kuongoza kwa mabao 3-0. Kiwango bora kwa kweli kutoka kwa Simba, ni mwendelezo wa kile ambacho amekuwa kikifanya kwa kipindi kirefu kuendelea kujenga timu yao, lakini pia unajua kwamba anguko la Yanga ndo inuko la Simba. Kila mmoja amekuwa na ubora kwa namna yake. Kuna mwaka ambao Simba itakuwa bora na Yanga iwe bora, lazima mmoja awe mbovu kisha mwingine kuwa bora. So wakati ambao Yanga wana struggle kuweza kuitengeneza timu yao, basi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, basi wao wameanza kujipata na kuingia kwenye matashtiti kweli kweli, kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo Simba inaendelea kuwa bora. So Yanga wakati wao wanaenda kujiuliza ni kwa namna gani ambavyo watarudi upya, basi wekundu wa Msimbazi Simba wao wanaendelea kuzikusanya alama zao 3, na kama watafanikiwa kupata ushindi kwenye michezo yao yote ya kiporo hii miwili iliyosalia, basi watakuwa wamezidiwa alama moja pekee na klabu ya Dar es Salaam Africans. So ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea katika mechi hizi ambazo zitakuwa zinaendelea, lakini Simba ndio mwanzo kwanza kujipata, wakati Yanga wakiendelea kujitafuta pamoja na kocha wao ambaye watu wengi wanasubiria kuweza kuona makubaliano ya pande zote mbili kuweza kufikiwa kisha aweze kujikataa. Najua pia Engineer Harris atakuwa kimya wakati huo, ni wakati ambao atakuwa anajiandaa kuweza kutafuta mbadala kuweza kumsaka kocha mwingine ambaye atakuja kukinoa kikosi cha wananchi. Watu pia wanauliza yupo wapi Farid Musa Maliki, yuko wapi Abubakar Salam Shoboy, yuko wapi Lasin Kouma na wachezaji wengine kama Kibwana Shomari ambao wangeisaidia kikosi cha Yanga wakati huo ambao wana struggle kwenye kuchezesha wachezaji ambao tayari wametumika kwa muda mrefu, lakini ndio hivyo bado anaendelea kutumika. Kocha sijui ni hana mbinu au huko mazoezini wachezaji kama wale waonyeshi kiwango bora. Yote kwa yote tuweze kufahamu ni kitu gani ambacho kinapelekea watu hawa kuweza kusikana baada ya wachezaji wale chaguo la kwanza kuweza kupata majeraha ambayo yanawafanya wawe nje kwa kipindi kirefu. Lakini ndio hivyo, fahamu tu kwamba mnyama anachukua alama 3 dhidi ya TRA, mfupa ambao umemshinda Yanga na mfupa ambao umeweza kumdebedesha Mwananchi pale Arusha, na kisha kuja kudebedeshwa tena dhidi ya Mtibwa Sugar. So ndo hayo, usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele. Mnyama Simba anachukua alama 3 dhidi ya TRA United. Mambo ni magumu kweli kweli kwa upande wa Wananchi, mambo ni mepesi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Minute official PMTZ_it's PM Shot, ni follow pale Instagram kwa jina hilo, na unyama tuzidi kwenye